Na watazamaji, baada ya former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua chama chake cha DCP kushinda kwenye uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Olkalau, sasa siasa za Kenya zimeanza kujipanga upya, na tunapoelekea pale mwaka wa 2027 kuna mageuzi makubwa ambayo yatakuwa yanafanyika ndani ya UDA. William Samoei Ruto, hii safari kipindi hiki tunapoelekea kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2027 itakuwa ni tofauti, kwa sababu UDA kitu cha kwanza sasa hivi inakataliwa, UDA inapingwa, UDA inaendelea kuisha umaarufu. Sasa atafanya vipi ili aweze kusustain hii timu ambayo iko sasa hivi, timu ya magavana wa UDA, wabunge, ma MCA? Atafanya vipi ili wasiondoke kwa UDA kabla ya mwaka wa 2027? Kwa sababu kulingana na vile hali ilivyo sasa hivi, kutakuwa na mass exit kutoka kwa UDA. Wanachama wa UDA watajiondoa mmoja baada ya mwingine, na tayari unajua kuna wale ambao wameanza kujiondoa, wakavuka kwenye upande wa the United Opposition, wakavuka kwenye upande wa Rigathi Gachagua, wengine wakajiunga na DCP, kwa sababu hapa ndio wanaona kutakuwa na uwezekano mkubwa wa wao kuchaguliwa tena kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiunzi wangu kuhusiana na masaibu ambayo yanaendelea kumwandama William Samoei Ruto pamoja na chama chake cha UDA kabla ya mwaka wa 2027, ningependa kukuomba like hii video na pia usubscribe hapa BMT Politics, ndiposa ukue kwanza kuzipata habari punde tu ninapozitapisha. Na watazamaji, kabla sijaendelea, kuna hii video kutoka kwa former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua akizungumzia kuhusiana mipango ambayo wanaendelea kuifanya sasa hivi ili kuendelea kuunganisha jamii ya Mlima Kenya, huku akisema ya kwamba anawakaribisha wote ambao wanataka kujiunga na chama chake, wale ambao wanataka kuungana na the United Opposition. Lakini kabla hawajafanya hivyo, wahakikishe ya kwamba wamekuja mchana, wakuje wakati wanaonekana, wapigwe kamera, wamuonyeshe William Samoei Ruto wametoka upande wa UDA na sasa hivi wako kwenye upande wa DCP ama upande wa the United Opposition. Hebu sikiza ujumbe kutoka kwa Rigathi Gachagua, mtazamaji wangu, alafu tutaendelea. Shidwa kunimaliza ndio akafanya impeachment. He didn't want to go to the impeachment way. They would have been happier to eliminate me. The way I can see watu ya ODM wanaongea wakitaka hii kiti ya running mate, vile mimi naona watu ya Western wanaongea wakitumia hii maneno ya Olkalau. I have sent watu wa son Professor Kithure Kindiki to be careful. Hii maneno ya mandege, be careful. Be careful. Hii maneno ya chakula, be careful. Because at the end of it all, he is still our son. Si mtoto wetu. Na mimi ndio nataka kuomba vile wameanza kumulima na nimeona wanampangia for now, ndio kama atakuja nyumbani asikuwe uncomfortable. Sasa tungangane na Kasongo. We direct all our fire against Kasongo. Hii Kindiki for now tuachane na yeye. We leave him alone. Let him be. Akipata shida, akija nyumbani tutamkaribisha. Mungu akimsaidia akae huko ni sawa. But for now, let us focus on William Ruto na watu yake akina Murkomen. Makobora yote yetu ielekeshwe William Ruto na nani? Na Murkomen. Hii Kindiki for now tuachane na yeye. Yeah? Wale wasaliti hao muendelee na hawa. Hawa nimesikia Senator John Medho akiongea Kameme leo. Amenifurahisha sana. Senator, you have made my day today. Amesema hii watu yote wasaliti ya Kasongo, ile gari ya Kasongo wawekwe ndani na ile mlango ichomelewe na ile gas cylinder ndio wasitoke. So kuna wale wameenda beyond the real enemies of our community. Kimani Ichung'wa, Mwangi Kiunjuri, Betty Maina, Wamombi, hiyo watu. Yeah? No, Kuria we have already said is an outcast in the community. Mambo yake tumemaliza. But at least huyu professor tuachane naye, sawa? Let's not attack him. Let's leave him alone, because hatuwezi analimwa huko ndani na sisi tunamlima. Wacha Kasongo alime yeye na watu yake, si ndio? Tumekubaliana? So
Mimi nikimalizia niseme mpange vizuri. Tukimaliza hii live, kwa sababu tunaona na Wakenya, tukimaliza dance tutaongea mambo ya nyumbani, vile tutapanga kampeni yetu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Finally, I want to thank our churches for starting. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, huo ni ujumbe kutoka kwa former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na unasikiza sasa hivi ameanza kumtetea deputy president Mheshimiwa Kithure Kindiki kuhusiana na vile ambavyo anastahili kujihadhari na hii serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu lolote linaweza kumtendekea. Mnajua watazamaji wangu, Rigathi Gachagua amekuwa akisema kwamba kuna kipindi hata yeye alikuwa anataka kutiliwa sumu, kuna kipindi walikuwa wanataka kumuua kule Witima. Kwa hivyo Rigathi Gachagua anasema kwamba hata naibu wa rais wa sasa hivi Kithure Kindiki anastahili kujihadhari na hii serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu sasa hivi unaona wameanza kuzungumza kinyume na yeye. Unaona vile ambavyo sasa hivi tofauti zimeanza kuingia kati ya baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya wakitofautiana na Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo sasa hivi Rigathi Gachagua amewaomba watu wake waache kumvamia Kithure Kindiki, lakini wavamie wale wasaliti wengine pale Mlima Kenya, kina Kimani Ichung'wah, kina Wamombi, kina Njeri, wote ambao walichangia kwenye impeachment yake, wote ambao walikubali finance bill, wote ambao wamesaliti jamii ya Mlima Kenya, waendelee kukataliwa, waendelee kupingwa. Na mambo ni mawili sasa hivi watazamaji wangu yamebaki pale Mlima Kenya. It's either ujunge na the United Opposition, ujunge na Rigathi Gachagua, ama 2027 ukuwe unaelekea nyumbani. Sio Mlima Kenya peke yake watazamaji wangu. Unaona maeneo mengi sasa hivi, kama kuna watu ambao wako ndani ya broad based government, kama kuna viongozi ambao wako ndani ya broad based government, wanabeba yale masaibu ambayo William Samoei Ruto anayebeba. Hakuna tofauti ya UDA na broad based government. Hao wote ni kitu kimoja, na pia hawawezi wakaaminika na kurudishwa uongozini kwenye mwaka ujao wa 2027. Hata hii ODM watazamaji wangu, ambayo imechukua miaka mingi kutengeneza chama, na hiki chama imekitengeneza na support ya wananchi, sasa hivi unaona ni chama ambacho kinaendelea kudidimia. Na 2027 hata hii ODM huenda hakuna mahali ambapo itakuwa inasikika, kwa sababu ikikubali kumezwa na UDA, hivyo ndio mambo yake itakuwa imeisha. Na kwa hapo watazamaji, lakini nyinyi sijui mnaona vipi kuhusiana na vile hali ilivyo sasa hivi ndani ya UDA? Mnaona kweli ile idadi ya wabunge ambayo iko ndani ya UDA sasa hivi bado itakuwa na William Samoei Ruto kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027, ama itakuwa imepungua? Kwa sababu sasa hivi unaona kama UDA iko na MPs 150, unaona kweli 2027 hiyo idadi itakuwa the same, ama hiyo idadi itakuwa imeweza kupungua? Niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha, ningependa kuwakumbusha tena mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia muweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msenda bado watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na habari zaidi za kuwafahamisha.